Ni Bosch kuelekea mchezo wa kwanza hatua ya nusu finali kunako kombe la shirikisho. Mchezo ni mgumu ukizingatia aina ya quality player walionao wao. Kama Stellenbosch ni wachezaji wakubwa, wameshapita katika timu kubwa, na ukiangalia mipango na mikakati walionao wao kama timu, unaona hii ni timu ambayo itafanya makubwa hata msimu ujao, kwa sababu wanashika nafasi ya 3 katika ligi ya kwao. Si timu ya kubeza kama wanapofikiria watu. Maneno ya wachezaji ambao wanazungumza kuhusiana na Simba Sports Club, wao wanajua, kwa sababu baadhi ya wachezaji wao wengi wamecheza katika mashindano makubwa. Tunaona kuna wachezaji wamepita wa Mamelodi Sundowns, wamecheza katika mazingira ya group stage, nusu finali, na almost katika miaka yote walikuwa wakicheza pale, wanaiona Simba ipo kwenye ramani ya mashindano makubwa ya Afrika. Kwa hiyo kuipa respect Simba, hawakosei. Mpira wa miguu sometimes ili kufanikiwa nataka utoe respect, lakini in terms of quality sioni kama kuna tofauti mkubwa baina yetu sisi na wao. Wao wenyewe na wachezaji wazuri, wachezaji wakubwa, wamepita katika klabu kubwa, wana mtu ambaye ana malengo mazuri na ana pesa tajiri na wanashika namba 2 kwa hela Afrika, wanafikiri masiala. Ukimtoa aliko maana yake anaweza kumnunua mchezaji yeyote. Yes, na akafanya kitu chochote. Ukimtoa aliko Dangote anakuja yeye, mmiliki wa Stellenbosch, ndo tajiri namba 2 barani Afrika. Kwa maana ni timu ambayo unaiona kwa strategy ambazo wamejiwekea watafanya makubwa kwenye mpira wa Afrika. Watafanya makubwa. Yeah. Na nikijaribu kufuatilia zaidi kikosi cha Stellenbosch, nao nahodha wao ni goalkeeper kama ilivyo kwa Mamelodi Sundowns. Yes, na ni top goalkeeper. Ni goalkeeper bora sana. Ni mzuri, nimefuatilia baadhi ya mechi zao, nachunguza kabisa kipa anaibeba timu. Ni goalkeeper mzuri kiukweli, inaonekana ni mzoefu. Yaani jamaa wanajitafuta, lakini kwenye kujitafuta kwao kuna baadhi ya vitu wamevipatia sana. Aina ya wachezaji walionao wamepatia na ndio wamewafikisha pale walipo. Ni kama unavyoona Simba Sports Club. Simba Sports Club wamefanya usajili wa wachezaji wasiopungua 14. Lakini wamefanya usajili wa wachezaji wasiopungua 14. Kiukweli wachezaji wana quality. Wamekuja kukutana na quality ya mwalimu kocha Fadru, basi ndio imekuja kuwa umeona kitu kama kina click kwa uharaka. Lakini wangekuwa wanasajili kama zamani wachezaji wengi alafu hawana quality, mwalimu anakuja yani wachezaji waliosajiliwa Simba kwanza wameendana na mbinu za mwalimu. Ndio maana kama vile timu imewahi kuclick. Umeelewa sijui ndugu yangu. Kwa hiyo ni vitu kama hivi hapa. Ukitazama Simba na Stellenbosch, maeneo gani ambayo Simba wanahitaji kuyawekezea nguvu ambayo yanaweza wasipokaa makini akaweza kuwagharimu katika mchezo wa kwanza dhidi ya Stellenbosch katika uwanja wa New Amani? Kutumia nafasi tu. Simba Sports Club wanatengeneza nafasi nyingi, lakini utumiaji wake umekuwa ni mchache. Simba Sports Club unakuwa tu makini kwenye kutumia nafasi. Yaani tukiweza kuwa makini kwenye kutumia nafasi, hii mechi tunahitimisha hapa Tanzania, tunaimaliza hii game. Kwa sababu watu wengi wanasema si tatu nyingi zote. Hii Simba sio ile Sheikh. 3. Nakwambia 3 nyingi sana. Hapa hata wakifungwa 2 tu biashara imeisha. 2. Na kueleza maneno. Maana yake hawezi akapindua meza. Imeisha hiyo biashara. Simba sio timu ya kabila hiyo tena. Yaani Simba sio timu ya kabila hiyo ya miaka iliyopita anafungwa 5 sijui nini. Na kuuliza wewe, msimu huu Simba imecheza mechi ngapi za kimashindano za kimataifa? Imecheza mechi zisipungua 6 mpaka 7. Endelea. Ni 8 na takriban mechi 8 mpaka saa hizi. Katika hizo mechi 8 Simba imefungwa mechi ngapi? Amefungwa na Constantine kitu kama hicho. Nao Almasi kafungwa mechi hizo kwa idadi ya magoli hayo. Alafu tizama hizo mechi walizofungwa na wao Arabu zilikuwaje? Watu walikuwa na overconfidence kwenye hizo game. Ni game ambazo tulizishika zikawa upande wetu, wachezaji wakawa na overconfidence ndio zikatugharimu. Lakini mechi zote walizocheza kwa umakini, Simba hajapoteza. Inakupa taswira gani? Simba ina timu tofauti na watu wanavyoibeza wanavyofikia. Simba ina timu, afu Simba ina mwalimu. Na ndo Simba Sports Club bado kuna baadhi ya quality player inapungukiwa. Lakini si nyie ndo ambao mnakuja juu mnasema kwamba anachelewa kufanya sabu Kalim. Yeye ndo anaona na sisi tunaona pia. Yeye ni professional, yupo kwenye bench, tunamwamini, lakini haimaanishi yeye kuwa professional na tunampa sifa zote hizi. Atakapofanya jambo la tofauti tusiseme shehe. Ani wewe sio mpira bado. Unalaumia ndo kina Carlo Ancelotti kina Pep Guardiola. Itakuwa sisi kumlaumu Fadlu. Pale ambapo mnahisi yes, tunamueleza. Na nadhani sio sisi mashabiki ndio akikaa na viongozi nani wanamwambia wanamuelekeza japokuwa itoki public, lakini akikaa ndani na viongozi anamwambia bwana hapa kuna 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Lakini sometimes unajua mtu ukiwa kwenye emotion kuna vitu vinaweza vikatokea hivi usivielewe, ila wewe mwenyewe ukikaa ukitulia unaona
Simba tunapungukia baadhi ya quality player. Kwa hiyo sometime mwalimu anaona bora huyu aliyopo ajivute kuliko atakayeingia. Anampigia hesabu ndakayemweka, anaona bora nimsubirie mpaka muda fulani nikimweka, kwa sababu yeye ndo anaishi nao muda mrefu wachezaji kuliko sisi. Na ndipo tulipofika, yeye ndo kafanya machaguzi sahihi kwenye kila aina ya mechi, kama nitamchezesha huyu mpaka tumefika hapo. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba kuna ile timu ina score inapata magoli pengine kipindi cha kwanza. Hii imetokea katika baadhi ya mechi. Timu inapata matokeo inatangulia kuwa na mabao, lakini unaona ile hustling za wachezaji zinapungua. Maana yake wanasema kuridhika. Mashabiki wa Simba wamekuwa wakizungumzia sana hii kwamba timu hamna. Watu wengi hawaangalii mpira kiufundi zaidi. Simba ina first 11 tu pekee. Simba ina first 11 peke yake. Kwa maana hiyo basi Simba inapoingia kipindi cha kwanza inahakikisha ipata matokeo. Na sio kwamba kipindi cha kwanza ikikosekana kupata matokeo, kipindi cha pili Simba itacheza mpira. Itacheza mpira mkubwa kwa niaba ya kutafuta matokeo. Ila ikitokea kipindi cha kwanza mpata matokeo wanayohitaji, wana relax, kwa sababu wachezaji watakaotumika game hiyo watahitaji kutumika tena zaidi kwenye mechi ijayo. Na maana kuna kauli nimekwambia hapa, Simba ina first 11, maingizo au wachezaji wa sabu si wale ambao wanaokuja kukupa kile kitu moja kwa moja ambacho watakupa hao waliochagua Fadlu, ambao first 11 ya Watanzania na watu wa Afrika wote wanajua hiyo first 11 ya Simba Sports. Kwa hiyo unapocheza kipindi cha kwanza wakifanikisha malengo yao, kipindi cha pili hawana budi kurelax, kwa sababu ndio watakaotumika kwenye game hii hao tena kwenye game ijayo. Ya nini kutumia nguvu nyingi? Lakini mara mwisho ilikuwa ni game ya kimaamuzi Karim dhidi ya Al Masry. Walishindwa kuendelea kupachika mabao dakika 45 zote, licha ya kwamba tunajua dakika 45 waga sio za timu moja. Al Masry hiyo unayozungumzia, unajua ni Al Masry inashika nafasi ya ngapi kwenye ligi ya Misri? Ya 4 kama sio. Nafasi ya 4. Al Masry hiyo unayozungumzia imempiga huyu Zamalek. Al Masry hiyo unayozungumzia sasa hivi tunazungumzia Pyramids wako nusu finali ya Champions League. Hawajamfunga kwenye ligi ya kwao Al Masry. Hivi unategemea Al Masry walivyoingia na approach ya game ya kipindi cha kwanza kwenye mechi tunamfunga 2 ndio kumtoa kwa penalty, ulifikiri ataingia vile vile approach ile ya kipindi cha pili? Na wao wana benchi la ufundi, wana mwalimu. Al Masry ni timu kubwa. Kwa walivyokuja kipindi cha pili walikuja kwa namna nyingine kabisa. Unaona, walimweka mchezaji ambaye alitufunga goli la kwanza kule kwao. Ni mchezaji wanaomtegemea kwenye kupiga long ball, akimbia kwenye space, apewe mipira, atupe mipira ndani, mipira ya kugombania. Ndio style waliokuja nayo. Lakini sio kwamba bado Simba tukutengeneza nafasi katika hiyo kipindi cha pili. Tulitengeneza nafasi, lakini tuliona tulishindwa kuzitumia baadhi ya nafasi. Lakini wachezaji wakacheza kwa tahadhari kubwa, kwa sababu katika mazingira ya uwanja ulivyokuwepo sababu ya kuchezea ilikuwa sio rafiki. Bado mimi na wasifu na kuwakubali sana wachezaji, walitumia nguvu nyingi. Na unapocheza mpira kwenye mchanga au unapocheza mpira kwenye mazingira ya pitch ilivyokuwa, unafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa wachezaji wa Simba ni wachezaji ambao wanakuwa waheshimiwa. Hasa naungana na kapteni wangu Mohamed Hussein kwamba hii ndio Simba bora ya toka mwaka 1993, tunaiacha tunaanzia 94 kuja huku mpaka sasa hizi. Hii ni Simba bora kwa sababu ni Simba ambayo imepambana na kutimiza kutimiza baadhi ya ndoto na kukaribia ndoto kubwa ambazo wana Simba wengi tunaiota ya nusu finali. Tumeshakwenda ya kwenda finali na kuchukua medali na kuchukua kikombe cha CAF. Chochote tu cha CAF. Shirikisho ni cha CAF. Kwenye vitabu. Hivyo. Kwa sababu kuhusu medali sisi tunazo. Medali? Sisi tunazo medali na ndio sisi wajinga wa mwisho katika hii dunia. Za ligi au? So ligi CAF, mashindano ya CAF. Sasa ile miaka. Kani nimezungumzia hapa 1993, nazungumzia kwamba nazungumzia mwaka 1993 hapa, naizungumzia Simba hivi unavyozani wewe. Naizungumzia Simba iliyofika finali inafungwa na Stella Abidjani uwanja wa Uhuru pale. Kocha akiwa King Kibadeni Mputa, kocha Mtanzania. Ndio naizungumzia hiyo. Sisi hatuwezi kuwa wajinga wa kushangilia medali, hatuna ushamba huo. Sisi tunataka tulete kombe hapa, tuipe heshima nchi yetu. Kwa hiyo kombe linakuja Tanzania Inshallah kwa uwezo wa Mungu. Mwaka wa mafanikio hata ukilima mchicha. Stellenbosch bado hajacheza nao. Sawa, sikukatalii. Nimekwambia kauli moja hapa. Mwaka wa mafanikio wewe marate mbele au msusa. Hawezi ba. Utapewa majina kila aina Sheikh. Utaambiwa huyu ana hela za ndagu, huyu ana nini. Kumbe Allah ndo kaamua kukupitishia huko kwamba utalima mchicha, mambo yatafunguka. Ndio Simba Sports Club msimu huu.